rukubatain na magoti mawili, alafu wa atrafi alqadamain. Kwa hiyo tunasema, anasema umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham, nimeamrishwa kusujudu juu ya viungo saba. Aljabha, uso, wa ashara biyadihi ala anfi, yakashiria kwa mkono wake mpaka kwenye pua yake, juu ya pua. Pua maana yake pua itakepa iguse chini. Waliyadaini, na mikono miwili. Wa rukubatain na magoti mawili. Alafu wa atrafi alqadamain, na ncha za vidole vya miguu miwili. Tumeelewana? Yani vidole vya miguu miwili. Kwa hiyo maana yake tukihesabu ni uso, sio hivyo, moja, vitanga viwili, viganja viwili vya mkono, 2, 3, sio hivyo, alafu magoti mawili, ngapi? 4, 5, sio hivyo, kwa sababu asili miguu viganja viwili 2, magoti mawili 4, mikono miwili 6, uso 7. Sawa, mpaka hujaridhika. Si hivi, uso moja, mikono 2, 3, 4, 5, 6, 7. Goti la kulia kushoto viwili, miguu kulia kushoto viwili. Nguzo ya 8 na ya 9, arrafu min as-sujudi, kunyanyuka kutoka kwenye sujudu. Kule kusujudu ukinyanyuka kwa sababu kusujudu hapo waishia swala. Kunyanyuka kutoka kwenye sujudu. Wal julusu baina sajdatayn, na kukaa kati ya sijda mbili. Hiyo ni nguzo ya 8 na 9. Kunyanyuka ni nguzo ya 8, kukaa kati ya sijda mbili ni ngapi? Ya 9. Liqaulihi, ni kwa kauli ya Mtume, limusii sala, yule alikosea swala, kabla thumma rfa, kisha unyanyuki, hata tatma'inna jalisa, mpaka utulizane kukaa. Unyanyuki kutoka kwenye sujudu mpaka utulizane kukaa. Al-ashiru, ya 10, atma'aninatu fi jamii al-arkan, kutulizana katika kila nguzo. Na ndio mtihani wa sala za watu, kila sehemu ukienda utulie, ni nguzo, sio swali kama donoa Allahu. Sio, atmanina fi jamii al-arkan, kutulizana katika kila nguzo. Wa hiya sukun, nao ni utulivu. Watakunu biqadri al-qawli al-wajib, na kuna kwa kadri ya kauli ya lazima, fi kulli rukni, kwenye kila nguzo. Yani maana yake ile kauli ya lazima kumaliza ile, kwa mfano sehemu utulie, useme mpaka subhana rabbiyal azim. Tukisema utulivu ni kwamba mpaka uweze kutamka matamshi ya sehemu hiyo. Maana kuna mtu anasema akasema saa ngapi? Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Sasa haya maneno kasema saa ngapi? Liamrihi, kwa amri yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, almusia biha, aliyokosea yeye kwenye swala yake, fi salati, kwenye swala yake, fi jamii arkani, katika nguzo zake zote. Waliamrihi lahu bi'ada salah, akamwamrisha arudie swala. Litarkihi tumaanina fiha, kwa kuacha kwake utulivu katika swala. Kwa Mtume alimwamrisha liamrihi almusia biha, alimwamrisha alikosea swala kwa kosa hilo la utulivu, fi salati, kwenye swala yake, fi jamii arkani, kwenye nguzo zake zote, alikuwa atulii. Waliamrihi lahu bi'ada salah, akamwamrisha arudie swala. Litarkihi tumaanina, kwa sababu aliacha utulivu fiha, katika hiyo swala. Hiyo ya 10, sio hivyo? 11, tashahhudul akhira, tahiyatu ya mwisho. Tahiyatu ya kwanza sio nguzo, tahiyatu ya mwisho ni nguzo. Biqauli ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, wa qauli ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yake, kunna naqulu qabla an yufrada at-tashahhud. Ibn Mas'ud anasema tulikuwa tunasema kabla haijafaradhishwa tashahhud, tunasema assalamu ala Allah min ibadi, salamu kwa Allah kwa waja wake. Faqala an-nabi, Mtume akasema, la taqulu assalamu ala Allah, msiseme salamu ala Allah, walakin qulu at-tahiyatu lillah. Baadaye Mtume akafundisha semeni at-tahiyatu lillah, akafundisha tahiyatu. Fadalla qawluhu sallallahu, inaonesha kauli ya Mtume sallallahu kabla an yufrada, kabla kuja faradhishwa, ala annahu fardh, kwamba hiyo tahiyatu ni faradhi. Umeelewa? Lakini abwana, umeelewa? Kwa kubwa tashahhud al-akhir, tahiyatu ya mwisho. Ya 12, aljulusu litashahhud al-akhir, kikao cha tahiyatu ya mwisho. Kuna kusoma tahiyatu ya mwisho ni nguzo, na kile kikao cha tahiyatu ya mwisho pia nini? Ni nguzo, kukaa. Maana unaweza kusema tahiyatu ya mwisho umesimama, kukaa pia nini? Nguzo. Li'annahu sallallahu fa'alahu, kwa sababu Mtume amefanya hivyo. Wadawama alayhi, kadumu nalo jambo hilo. Waqala, na akasema, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoona mimi nikiswali. Ya 13, at-taslim, kutoa salamu.
liqauli sallam, kwa kauli ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alisema tahlilu hatta taslim, na swala inaishia na kuishia swala ni kwa salamu. Fayaqulu an yamini, mtu atasema upande wake wa kulia assalamu alaykum wa rahmatullah, wa an yasari, na upande wa kushoto assalamu alaykum wa rahmatullah. Hiyo nguzo ngapi hiyo? Ya 13. Ya 14 tartibul arkani, mpangilio wa nguzo, ala ma taqaddam bayan, wale watangulia kuwabainisha zile nguzo zipangiliwe, sio anze sijida uje kurukuu. Yani swala hiyo waamua vile vitendo vya kuchanganya, upangilio zile nguzo. Lianna nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam faalaha murattabatan, alifanya kwa mpangilio. Waqala, na akasema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama nilivyoona mimi nikiswali. Wa'allamaha al-musii fi salati biqawli, na akamfundisha yule aliyekosea swala kwa kauli yake, akasema thumma, akawa kila siku anamwambia ukiswali fanya hivi, kisha fanya hivi, kisha fanya hivi. Inaonyesha kuna mpangilio. Thumma allati tadullu ala tartib, ambayo inaonyesha kuna nini? Mpangilio. Haya, masharti yasema yako 9. Nguzo za swala ziko ngapi? 14. Tuzitaje haraka haraka. Nguzo ya kwanza kwa mpangilio tutaje. Zimekaa vizuri tu. Ya kwanza kusimama. Mpaka muangalie. Ya kwanza kusimama. Ya pili takbiratul ihram, si ndio? Ya tatu suratul Fatiha, si ndio? Ya 4 kurukuu. Ya 5 kunyanyuka. Ya 6 kuitidali. Ya 7 kusujudu. Ya 8 kunyanyuka. Ya 9 kukaa kati ya sida mbili, si ndio? Ya 10 utulivu, si ndio? 11 tahiyatu ya mwisho kisomo. 12 kikao cha tahiyatu ya mwisho. 13 salamu. 14 mpangilio, nguzo zote kuzifanya nini? Mpangilio. Almasatu alkhamisa fi wajibatiha, kuna mambo ya wajibu katika swala. Kwa hiyo mambo yamegawanyika. Angalia swala, kama tujue nje ndani, kwenye swala kuna masharti ya swala, kuna nguzo za swala, kuna wajibati, kuna mambo ya wajibu ya lazima kwenye swala. Haya wajibatu swala, martaba yake sio kama nguzo, ni chini kidogo. Kwa fil wajibati, wajibati za swala, wajibatu wa 8, mambo ya wajibu katika swala yako 8. Wajibatu ya wajibu ni 8. Tabtul salati bitarkiha amda, itabatilika swala kwa kuiacha hayo kwa maksudi. Wataskutu sahwa wa jahla, lakini yataanguka kwa kusahau na ujinga. Ikitokea umesahau na ukujua, basi swala iko sahihi. Umeona tofauti ya nguzo? Nguzo ukiacha kujua, swala ibatilika. Kwa maksudi swala ibatilika. Ndio nguzo hizo zina nguvu zaidi. Lakini wajibu ni yale ambayo swala itabatilika ukiacha kwa maksudi, lakini wataskutu sahwa wa jahla, itaanguka, itakuwa haina tatizo kama umesahau au kutokujua. Wajibu lisahwi ana sujudu sahwi, na ni wajibu kwa aliyosahau kuleta sujudu sahwi. Aliyosahau hizo wajibati alete nini? Sujudu sahwi. Falfarqu bainahu wa baina al-arkan, tofauti kati ya mambo ya wajibu na mambo ya nguzo, anna man nasiya rukna, kwa mwenye kusahau nguzo, lam tasihu salatuhu, mwenye kusahau nguzo swala yake haisii illa biitiyani bihi, isipokuwa ilete. Ukisahau nguzo swala haisii mpaka uilete. Amma man nasiya wajiba, ama mwenye kusahau jambo la wajibu, amma man nasiya wajibu ajza anhu, itamtosha yeye sujudu sahwi, sijida ya kusahau. Fal arkanu awkadu, nguzo zina nguvu zaidi min alwajibati, kuliko mambo ya wajibu. Wa bayanu ala nahwi ati, na ubainifu wake kwa mfumo kwa mfano ufuatao. Sikiliza sasa maelezo. Kwanza tutaelezea maelezo aliyosema tofauti ya nguzo na wajibati. Nguzo ukiacha bwana, swala haisi mpaka uilete. Mfano, mimi na swala Allahu akbar, nikasahau kusoma sura al-Fatiha, swala ya siri, si ndio? Nikasahau kusoma alhamdulillah, alhamdulillah ni nguzo, nikarukuu. Nikirukuu mimi swala yangu haisi, inabidi nirudi kwenye nguzo, nirudie tena sura al-Fatiha. Umeelewa? Tuko
kwa sababu nilichokiacha ni nguzo. Nguzo ukiacha rudia, kama kwenye rakaa hiyo hiyo unarudia, kama mwisho wa swala ya rakaa ilikufa, kama upita muda mrefu urudia swala kamili. Sio ile urudia swala yote. Yaani mfano mimi nimeswali rakaa ya kwanza, Allahu Akbar, suratul Fatiha, nikarukuu, nikaenda nikasujudi mara moja, alafu nikapanda sijida ya pili, sisi nimeacha nguzo. Tuko baadaye nakumbuka hapa kama sisi sijida ya pili, nguzo rakaa ishakufa, ile kufa mwanzo imekufa kwa sababu imekosa nguzo. Rakaa ya pili ndio ya kwanza. Lakini nikikumbuka ndani ya rakaa narudia. Ikiwa rakaa imeisha, kile nilichokiacha kwenye rakaa ya kwanza, rakaa imekufa yote, rakaa ya pili ndio ya kwanza. Lakini mfano na swala, rakaa hiyo ya kwanza, Allahu Akbar, suratul Fatiha, sura nyingine, badala ya kurukuu nikaenda moja kwa moja nikasujudu, sija rukuu. Lakini kurukuu ni nguzo, nikakumbuka pale sija rukuu, narudi kwenye kurukuu. Narudi fanya pale chini naja kwenye kurukuu. Alafu na itidali, alafu na yeye. Utasahau vipi na imamu hivi? Kwa sababu yani unasalisha kwa sababu hii. Hajasoma? Atamalizia rakaa kama hajasoma suratul Fatiha kwenye siri kwenye swala ile ya dhahiri, rakaa ambazo wanasoma waziwazi imamu, hamna tatizo. Za siri umeacha nguzo, rakaa ile utaimalizia sasa. Utaimalizia baadaye. Ukitoa salamu imalize. Nani imamu? Dhambi kwake yeye, lakini mkwepe imamu huyo. Labda na speed anamaliza, lakini pia mkwepe unakuwa una utulivu. Tuendelee. Kwa hiyo hii tofauti ya mambo ya nguzo na wajibu. Umeeleka tofauti. Nguzo mpaka ulete. Sasa wajibu, jambo la wajibu ukilisahau ulileti urudii. Yaani kwa mfano hapa tumesoma tahiyatu ndogo, haipo kwenye nguzo tahiyatu ndogo. Kwa hiyo mfano mimi swali rakaa mbili, baada ya kukata tahiyatu ndogo sikukaa, nikasimama. Nikishasimama kule nikakumbuka sija kata tahiyatu ndogo, sirudi kwa sababu sio nguzo. Lakini mwisho wa swala nitaita sahau. Ndio tofauti ya nguzo na wajibu. Nguzo nitarudia hapo nitaita sahau. Wajibu usirudii na nitaita sahau tu peke yake. Kwa hiyo anataja sasa wajibati. Tumeona masharti yako 9, nguzo ziko 14, wajibati jamii takbirat ghaira takbirat al-ihram. Takbira zote ukitoa takbira al-ihram ni wajibu. Umeelewa kitu? Takbira ile ya kwanza Allahu Akbar ni nguzo. Zinafuatia zote ni wajibu. Wa huwa ma yusama bitakbir al-intiqal. Na hizo ndio zinazoitwa takbira za kuhama, intikali kuhama. Wa huwa nazo maana zile ambazo yusama zinaitwa takbir al-intiqal, takbira za kuhama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Unama sehemu moja na sehemu nyingine kwa takbira. Liqauli ibn Mas'ud, kwa kauli ya ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nimemuona mtume sallallahu alayhi wasallam yukabbiru, akatakbira fi kulli raf'i, kwenye kila kunyanyuka, wa khafdhi, na kuinama, wa qiyami, wa qu'ud, na kusimama na kukaa. Kwa mtume kila raf'i, kila kwenye kunyanyuka, wa khafdhi, na kuinama, wa qiyam, na kusimama, wa qu'ud, na kukaa na takbira. Fakad wadhaba an-nabiy alayhi, alidumu, fakad wadhaba, hakika alidumu an-nabiy mtume sallallahu alayhi kwa jambo hilo, ila amma tabaka alipofariki. Wakad qala sallallahu alayhi wasallam, na amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, sallu kama raaitumuni kusalli, swalini kama mlivyoona mimi nikiswali. Hiyo nguzo ya kwanza ya wajibati, sio? Ya pili, kaulu samia Allahu liman hamida, kusema samia Allahu liman hamida ni wajibu للإمام والمنفرد, kwa imamu na munfarid peke yake. Lihadithi Abi Huraira, kutokana na hadithi ya Abu Huraira, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqumu, anatakbira na kusimama, ila sala, kwenye swala.
thumma yukabbiru hina yarka'u, kisha anatakbira na kurukuu. Thumma yaqulu, kisha anasema sami'a Allahu liman hamida, amemwitikia Allah yule ambaye mwenye kumhimidi. Hina yarfa'u salbahu, anaponyanyua mgongo wake, min ar-rukuu, kutoka kwenye rukuu. Thumma yaqulu huwa qa'im, kisha anasema hali yakuwa amesimama, rabbana wa lakal hamd, Mola wetu zako sifa njema. Kwa hiyo kusema sami'a Allahu liman hamida ni wajibu. Ya tatu, qawlu rabbana lakal hamd au rabbana wa lakal hamd, kusema rabbana wa lakal hamd lilmaamum faqat, kwa maamuma peke yake. Ama al-imam wal-munfarid, ama imam na mwenye kusali peke yake, fayusannu lahuma al-jam'u bainahuma, ni sunna kukusanya vitu viwili. Tuelewana hapo? Atasema sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Tuko hapo, imam na mwenye kusali peke yake. Li hadithi Abu Huraira al-mutaqaddim, kutokana na hadithi ya Abu Huraira iliyotangulia. Wali hadithi ya Abi Musa, na katika hadithi ya Abi Musa wafi kwenye hadithi imekuja wa idha qala sami Allahu liman hamida, imamu akisema sami Allahu liman hamida, faqulu, nisemeni rabbana lakal hamd. Wajibati ya tatu tumesema ziko ngapi wajibati? 8. Ya nne, qawlu subhana rabbiyal azim marratan fi rukuu, mara moja kwenye kurukuu ndio wajibu, mara tatu ni sunna. Umeelewa? Subhana rabbiyal azim, kusema subhana rabbiyal azim marratan, mara moja fi rukuu, kwenye rukuu. Ya tano, qawlu subhana rabbiyal a'la, kusema subhana rabbiyal a'la, umetakasika Mola wangu aliyekuwa juu, marratan fi sujud, mara moja kwenye kusujudu. Liqawli Hudhaifa fi hadithi, kwa kauli ya Hudhaifa katika hadithi yake, kana, alikuwa yani nabii sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yaqulu fi ruku'i, anasema kwenye kurukuu subhana, kwenye kurukuu subhana rabbiyal azim, wa fi sujudihi, na kwenye kusujudu anasema subhana rabbiyal a'la. Wa tusannu ziyada fi tasbih fi sujudi wa rukuu ila 3, na ni sunna kuzidisha hizo tasbih, hizo adhkar kwenye kusujudu na kwenye kurukuu ila 3 mpaka 3, ndio sunna kuzidisha 3. Wajibati ya 6, qawlu rabbi ighfirli, kusema rabbi ighfirli baina sajdatayn, kati ya sajda mbili, kwenye li hadithi Hudhaifa, kwa hadithi ya Hudhaifa, anna nabii sallallahu alayhi wasallam kana yaqulu, mtume alikuwa anasema baina sajdatayn, kati ya sajda mbili, rabbi ighfirli rabbi ighfirli, Mola wangu nisamehe mimi. Ya 7, at-tashahhud al-awwal, tahiyatu ya kwanza, ambayo tunaita tahiyatu ndogo, ala ghairi man qama imamahu sahwa, kwa yule ambaye amesimama imamu wake wa kusahau. At-tashahhud al-awwal, tashahhud ya kwanza, ala ghairi, kwa asiyokuwa, man qama, amesimama imamu sahwa, imamu wake wa kusahau. Fa innahu la yajibu alayhi, kwani mambo yalivyo sio lazima kwake yeye, liujubi mutaba'atihi, kwa wajibu wa kumfuata yeye. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam, lamma nasiya tashahhud al-awwal, aliposahau tahiyatu ya kwanza, lam ya'id ilayhi, hakurudi. Wajabarahu bisujudi sahwi, na akaiunganisha kwa sujudi sahwi. Nini maana maelezo? Tashahudi ya kwanza kwa yule ambaye imamu wake amesimama, kwa sio kwa ambaye imamu wake amesimama kwa kusahau, kwa sababu mambo yalivyo sio wajibu kwake yeye, la yajibu alayhi, inakuwa sio wajibu tahiyatu kwake yeye, liujubi almutabaa, kwa lazima kufuata imamu. Yani maana yake imamu, sikiliza huko, imamu kasimama Allahu akbar, subhanallah, hakurudi, kasimama moja kwa moja. Kwa hiyo wewe inabidi tahiyatu ya kwanza uiache, ufuate nani? Imamu, kwa sababu ndio anasema fa innahu la yajibu alayhi, tahiyatu ya kwanza sio wajibu wake yeye, liujubi almutaba, kwa sababu kuna lazima kumfuata nani? Imamu. Tuko sio kama mambo yote, ili jambo hili ni wajibati. Tuko والتشهد الأول هو تحية kwanza, tunasema at-tahiyatu lillahi, maamkizi mema ni ya Allah, was-salawat wat-tayyibat,
na swala ni za Allah, tayyibatu na mazuri yote ni ya Allah. Assalamu alayka ayyuha nabiy, amani iwe juu yako wewe mtume, wa rahmatullahi wa barakatuh, na rehema za Allah na baraka zake. Assalamu alayna, amani iwe juu yetu, wa ala ibadillahi salihin, na juu ya waja Allah wema.